dirisha la kupokea maombi kwa njia ya mtandao, ni online loan application window, litaanza kuwa wazi kuanzia tarehe 15 Juni hadi tarehe 31 Agosti 2025. Ninawahimiza kama nilivyosema awali, wazazi, walezi, wanafunzi watumie siku hizi 10 kusoma maelekezo yaliyopo katika miongozo hiyo kabla ya kufanya maombi hayo. Tarehe ya kufungua dirisha la maombi ya ruzuku, yaani Samia Scholarship, itatangazwa baada ya matokeo ya kidato cha 6 ambayo yatatangazwa na NECTA kwa mwaka huu. Na ninafurahi mwakilishi wa katibu mtendaji ametuhakikishia kwamba matokeo yatatoka kwa wakati. Kwa baada tu ya matokeo ya kidato cha 6, kipenga cha Samia Scholarship nacho kitapulizwa. 3. Kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, sasa waombaji hawatalazimika kutuma nakala ngumu kwenda bodi ya mikopo. Tumesema tunakwenda kidijitali. Kwa hiyo sasa tutakuwa tunaenda kuprinti, kucertify, hata lazimika tena kutuma hizo nakala ngumu. Na hii inatokana na maboresho makubwa na muunganiko wa mifumo ambayo imefanyika kwenye bodi ya mikopo. Na kweli hapa tuna appreciate uwepo wa mradi wa HIT ambao kwa kweli umewezesha mageuzi makubwa katika utendaji wa bodi ya mikopo. 4. Miongozo inaelekeza kila muombaji kuwa na akaunti ya benki aipendayo ili kurahisisha malipo akiwa chuoni. Hatua hii inalenga kuharakisha upokeaji wa fedha kwa wanafunzi wanufaika watakapofika chuoni. Unajua kiwa mwanafunzi saa nyingine unasema sina akaunti. Ndio. Sasa unapoingia chuo kikuu umeshakuwa mtu mzima. Una akaunti yako ambayo you need to manage it. Na ndio hapo sasa masuala ya financial literacy nayo yanaingia. Ndio. Na ndio maana hata mitaala tumeiboresha. Financial literacy is one of the components ambao mwanafunzi anajifunza kuanzia darasa la kwanza. Kwa hiyo usije kafika mwaka wa kwanza nina account hata hujui namna ya kumanage fedha zako. Kwa hiyo mwongozo utakwambia ufungue account, lakini naamini kupitia mbinu mbalimbali mtakuwa mmeshawezeshwa kuwa na namna ya kutunza na matumizi ya fedha zako. Unajua mambo ya bumu bumu inaweza likaingia alafu baada ya wiki 2 mtu amepotea. Kwa hiyo financial literacy, masomo yale ya matumizi ya fedha yatusaidie sisi kutumia fedha hizo vizuri. Mwongozo na kuelekeza sasa utakayekuwa muombaji kuwa na account, na naamini katika mazingira ya vyuo wanafunzi watakapofika katika vyuo vyetu wakati wa orientation waelekezwe kidogo juu ya masuala ya financial management. 5. Miongozo pia inaelekeza waombaji mkopo kuwa na namba ya simu iliyosajiliwa na inayopatikana, labda niongeze, kila wakati ili kuwawezesha kupata ujumbe kutoka bodi ya mikopo kuhusu mwenendo wa mkopo wake. Sasa lakini tunawaomba waombaji waweke line ambayo itakuwa online na itapatikana kila wakati atakapoweza kutafutwa. Kwa hiyo tumeunganisha, mifumo imeunganika, na tumeenda kuunganisha pia na simu. Kwa hiyo popote pale ulipo unapata taarifa kwenye kiganja chako. Kwa hiyo tuwaombe waombaji wawe na simu iliyosajiliwa, lakini pia ambayo inapatikana kila wakati. Ndugu wanahabari na washiriki wa tukio hili la leo, naomba nimalizie kwa kusisitiza tena kwa waombaji wa mikopo kusoma miongozo ya waombaji mikopo kwa mwaka 2025-26 kwa umakini na kuzingatia maelezo na maelekezo yote yaliyomo katika miongozo hiyo. Tusingependa kuona mwanafunzi mhitaji mwenye sifa anakosa mkopo kwa sababu hakuomba kwa usahihi na kwa ukamilifu, na au hata
akufuatilia taarifa zake. Aidha, ni wasihi tuzingatie muda uliotolewa wa kuanza kuomba mikopo, ambapo ni kuanzia tarehe 15 Juni hadi tarehe 31 Agosti 2025. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.